Tumsifu Yesu Kristo. Mpendwa msikilizaji wa Radio Tabora FM, ni kukaribisha sasa katika kipindi cha Halmashauri Walei, ambapo bado tunaendelea na chama cha kitume cha Karismati Katoliki, tukiwa tunaongozwa na mada mbalimbali kwa wiki kadhaa kwa sasa ambazo tumekuwa nazo hapa. Wiki hii tunazungumza kuhusiana na sanamu za utukufu wa Mungu. Unazifahamu na ni kwa nini zipo ndani ya kanisa Katoliki? Karibu sasa, ninakukaribisha ndani ya kipindi hiki. Naitwa Faustin Madilisha, lakini sipo peke yangu kwa siku hii ya leo. Nitakuwa naye Mzee John Chifunda pamoja na Peter Chacha, ambao watatupitisha na kutufahamisha mengi, hususan katika swala zima la sanamu za utukufu wa Mungu. Karibu tusonge mbele. Kwa wewe ambao unatusikiliza kwa sasa, unaweza ukatutumia ujumbe wako mfupi kwa kila ambacho utakuwa unahitaji zaidi kuweza kukisikia ama kuweza kukiuliza ndani ya mada yetu hii ya leo. Namba ya simu ni 0746112235. Unaweza ukatuma ujumbe wako mfupi hapo, halafu kipindi kijacho basi utapata majibu yako. Karibu sasa na karibuni sana wageni wetu kwa siku hii ya leo. Naomba tuanze kwa sala. Karibuni. Tukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Tuombe. Tunakushukuru Mungu mtakatifu kwa yote uliyotujalia katika siku hii ya leo. Tunakushukuru pia kwa ajili ya kipindi hiki. Tunakushukuru pia kwa kila mmoja ambaye tumeendelea kushirikiana naye kwa ajili ya kuendelea kuleta mwanga katika maisha ya kila mmoja. Na sisi sote tunaendelea kujumuika hapa, tunakushukuru kwa kuendelea kutujalia afya ya roho na mwili. Tunakushukuru kwa ajili ya zawadi ya uhai. Tunakushukuru kwa ajili ya zawadi hata ya chombo hiki. Tunakushukuru na watu wote ambao tunaendelea kufanya nao kazi hii ya kuendelea kuangaza neno, kama vile tunavyosikia katika Radio Tabora FM inavyotuarika kwamba inaangaza maisha yetu, na sisi tunaangaza neno la Mungu kwa watu wote walio wameumbwa na Mungu, na sisi pia tukiwa ni miongoni mwa hao. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Basi mpendo msikilizaji wetu wa Radio Tabora FM, karibu tena katika mada zetu za leo ambazo Mungu ametujalia neema tena tunapoenda kuzungumza nguvu ya Mungu katika sanamu za utukufu. Basi niweze kumwalika mzee wetu ambaye anatuendeshea mafundisho haya, basi aweze kuendelea. Basi tumsifu Yesu Kristo, watu wa Mungu. Basi tunaendelea na somo letu linalohusu sanamu. Pengine nikurudishe tu, nikukumbushe tu kwamba wiki iliyopita tuliangalia sanamu ni nini. Tukapita tukajua sanamu, tukazichambua sanamu ni nini, ni nani anayeabudu sanamu. Kumbe leo basi tunahitajika tuangalie kuhusu sanamu za utukufu ambazo zinakuwa ni vielelezo kuhusu swala la utukufu wa Mungu. Kumbe basi tuwe pamoja nasi ili tuendane pamoja tuziangalie hizi sanamu, kwa kuwa tulishajua kwamba mwanzilishi wa sanamu ni yeye mwenyewe Mungu. Kumbe leo tunahitajika tujifundishe, tuzijue sanamu hizi za utukufu wa Mungu. Ni kwa nini sanamu ziwe ni za utukufu wa Mungu? Kumbe basi tuambatane nasi tunapoanza somo letu hili la leo. Kumbe kuna sanamu za utukufu wa Mungu ambao Mungu anazitumia hizo sanamu. Tuangalie basi, tufungue Waebrania sura hii ya 5. Kwanza tusomee Wakorinto wa kwanza sura ya 25 mpaka 28. Neno la Mungu linasema, kwa sababu upumbavu wa Mungu una hekima zaidi ya wanadamu, na udhaifu wa Mungu una nguvu zaidi ya wanadamu. Maana ndugu zangu, angalieni mwito wenu, ya kwamba si wengi wenye hekima ya mwilini, si wengi wenye nguvu,
si wengi wenye cheo walioitwa, bali Mungu aliyechagua mambo mapumbavu ya dunia awaaibishe wenye hekima. Tena Mungu alivichagua vitu dhaifu vya dunia ili aviaibishe vyenye nguvu. Tena Mungu alivichagua vitu vinyonge vya dunia na ulimwengu vilivyodharauliwa, naam, vitu ambavyo haviko, ili kuvibatilisha vile vilivyoko. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Basi nadhani tumelisikiliza hilo neno la utangulizi wetu, jinsi Mungu muumbaji mwenye hekima anapohitaji kumfundisha mtu anatumia vitu vilivyodharaulika. Ndivyo hivyo Mungu anavyohitaji kuvitumia. Kumbe basi ndio maana somo letu hili la leo tunahitaji tuangalie jinsi Mungu anavyotumia vitu vilivyodharaulika. Yeye ndio anavyotumia ujumbe wake ili watu wenye hekima waweze kufundishika kutokana na vile vitu ambavyo kwa yeye mtu anayojiona kwamba ana akili nyingi sana, lakini anafundishwa na Mungu kwa vitu ambavyo yeye amevizarau kwamba sio vitu vyenye faida. Ndio maana somo letu la leo tumeliweka kwenu kwamba sanamu ambazo zinadharaulika kwa leo hii ndipo tutakapoziangalia jinsi zinavyoonyesha utukufu wa Mungu na jinsi Mungu anavyotumia hizo sanamu zilizodharaulika. Kumbe basi tunaendelea na somo letu hilo. Tuangalie Waebrania hiyo sura ya 9 aya ya 5. Waebrania sura ya 9 aya ya 5. Na juu yake makerubi ya utukufu yakikitia kivuli kiti cha rehema. Basi hatuna nafasi sasa ya kueleza habari za vitu hivi kimoja kimoja. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Watakatifu wa Mungu, tumesikiliza neno hilo lililotoka katika kitabu cha Waebrania sura hiyo ya 9 aya ya 5. Mungu anahitaji anatumia sanamu zilizochongwa na wanadamu. Zimechongwa sanamu za wanadamu katika picha ya malaika, yani makerubi. Na hizo sanamu ameziweka katika kiti cha rehema. Kumbe kwenye kiti hicho cha rehema ndipo Mungu anashuka kwenye zile sanamu za makerubi, sanamu za malaika zilizochongwa na wanadamu. Mungu anataka kunena na watu wake. Sasa kama Mungu mwenyewe anashuka kwenye hizo sanamu zilizochongwa kwa mikono ya wanadamu, kwa fundi stadi alizozichonga, lakini kwa kuwa zimewekwa kwenye kiti cha rehema, kwa agizo la Mungu, chongeni sanamu hizo mziweke kwenye kiti cha rehema, hapo ndipo nitakapokuwa nashuka. Kumbe sanamu peke yake hizo Mungu anazitumia akitaka kuzungumza na watu wake. Mungu huonyesha nguvu zake akiwa amekaa juu ya sanamu za utukufu. Ndipo Mungu anapoonyesha uweza wake, anazungumza na watu wake. Amekaa juu ya sanamu hizo za utukufu, sanamu makerubi yaliyochongwa kwa fundi stadi. Tuangalie vile vile Samueli wa kwanza sura hiyo ya 4 aya ya 4. Tusikilize huyo Samueli wa kwanza anatuambia nini katika sura hiyo ya 4 aya ya 4. Neno la Mungu linasema, basi wakatuma watu kwenda Shilo, nao wakalileta toka huko sanduku la agano la Bwana wa majeshi, akaaye juu ya makerubi, na Hofni na Finehasi, wana wawili wa Eli, walikuwako huko pamoja na sanduku la agano la Mungu. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu.
Nadhani ndugu zangu, wasikilizaji wenzangu, tunakwenda pamoja jinsi Mungu anavyozitumia hizo sanamu. Kitabu cha Samueli kinatuambia wanatuma watu kwenda kuleta sanduku la Mungu. Sanduku kumbuka kwamba ni mbao ambazo zimetengenezwa kwa mkono wa mwanadamu. Lakini ndani ya hilo sanduku mna sanamu za malaika, yani makerubi, yamewekwa ndani ya sanduku hilo. Kumbuka kwamba sanduku ni sanduku ambalo wana wa Israeli walikuwa wanalitumia, na Mungu analitumia sanduku hilo ili ndani yake hilo sanduku, ndani yake kusikike sauti ya Mungu akiwa yuko ndani juu ya makerubi waliokuwa ndani ya sanduku hilo. Kumbe basi Bwana huyo wa majeshi akayaye juu ya makerubi, anakaa juu ya malaika, vile sanamu za malaika. Mungu anakaa juu yake. Uiangalie ndugu zangu, wewe ambaye unalisema kanisa Katoliki kwamba linaweka sanamu kanisani. Uangalie hivi sasa neno la Mungu. Bwana wa majeshi akaaye juu ya makerubi, juu ya sanamu za makerubi. Tuangalie Zaburi ya 80 aya ya kwanza. Wewe uchungaye Israeli, usikie. Wewe umuongozaye Yusufu kama kundi, wewe uketie juu ya makerubi, utoe nuru. Neno la Bwana. Mshukuru Mungu. Bado tunaendelea na hizi sanamu. Wewe uketie juu ya makerubi, utoe nuru. Anaambiwa nani huyo? Aketie juu ya makerubi atoe nuru, ni Mungu. Hiyo ni neno tunalolipata katika kitabu cha Zaburi. Wewe uketie juu ya makerubi utoe nuru. Ni nuru ya namna gani? Sauti yake peke yake Mungu anapokaa juu yake. Sauti inapotoka inawaeleza watu wake, watu wa Mungu, yule ambaye amechaguliwa katika siku hiyo. Kumbuka anasema na Mungu kupitia makerubi. Kumbe basi kila sanamu yoyote inayokaa ndani ya kanisa ina maana yake. Ni mwanadamu ambaye ameumbwa na Mungu, ndio huyo aliyechonga hizo sanamu, na ndio huyo aliyepewa mamlaka ya kuziweka hizo sanamu kanisani kwa ajili ya Mungu kushuka anene na watu wake kupitia hizo sanamu. Ndio maana tunasikia kwamba wewe uketie juu ya makerubi utoe nuru. Wewe ndio kaa juu ya malaika utoe nuru. Kumbe basi wewe ambaye pengine inawezekana kwamba kwako wewe wenda hukuelewa vizuri, wenda ulisoma Biblia kwa haraka hukuielewa, hukuifuatilia hivi Biblia ili uangalie tafsiri ya sanamu. Kumbe sanamu zote zinazokaa kanisani haziabudiwi, zina maana, ni vielelezo, ni kielelezo, na Mungu anasema na watu kupitia hizo sanamu. Ndipo tuliposikia hata sauti ikinena naye kutoka hapo juu. Hebu tuangalie kitabu cha Hesabu sura ya 7 aya 89. Kisha Musa alipoingia ndani ya hema ya kukutania ili kunena na Mungu, ndipo aliposikia sauti ikinena naye kutoka hapo juu ya kiti cha rehema kilichokuwa juu ya sanduku la ushindi. Ikatoka kati ya yale makerubi mawili, naye akanena naye. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Bado ndugu zangu watakatifu wa Mungu, bado tunaendelea kutafakari jinsi Mungu anavyotumia mwanadamu aliyemuumba yeye mwenyewe, na anavyotumia vitu vyake alivyoviumba yeye mwenyewe. Tumesikia hapa Musa anaingia kwenye hema ambalo Musa ameliweka, amelijenga, aingie mule ndani. Ndani yake mule mlikuwa mna sanduku
na humo ndani ndimo alimo kwenda kupambana na sauti ya Mungu. Mungu anasema naye. Maana ndipo aliposikia sauti ikinena naye. Sasa hebu sikilize. Musa alikuwa yuko nje, hakuisikia sauti ya Mungu. Lakini alipoingia ndani ya hema, ambamo ndani yake kuna sanduku la agano na ndani yake mna michoro ya picha za malaika, ndipo anaposikia sauti ikinena naye kutoka hapo juu ya kiti hicho cha rehema kilichokuwa juu ya sanduku la ushahidi, ikitoka katikati yake ya makerubi. Sauti inatoka katikati ya zile sanamu za makerubi, sanamu za malaika, ndipo sauti ya Mungu inapotoka. Kitu gani sasa Musa alichokifanya hapo? Huyo kazi yake ni kukaa kwa utulivu, anaisikiliza ile sauti inatoka katika sanamu za malaika, inanena na watu wake. Kumbe hizo sanamu zote zinazokaa kanisani ni sanamu za utukufu, ni sanamu zilizochorwa kwa mkono wa mwanadamu. Maana na kwa yeye haya makerubi kwenye sanduku ni makerubi wawili waliochorwa kwa amri ya Mungu. Hiyo ni amri ya Mungu, anaambia wachore makerubi wawili wakae juu. Tena wote alikuwa anawaambia watizamane. Kumbe basi sanamu zinazowekwa kanisani, tunarudia kusema kwamba ni sanamu ambazo zinaonyesha utukufu wa Mungu. Kumbe watu hawaponywi na kuokolewa na kielelezo, bali kuponywa na kuokolewa na yule ambaye kielelezo chake kiko pale mahali. Kumbe basi watu wanapoiangalia sanamu ikiwa kanisani, hawaponywi na ile sanamu, wanaponywa na yule ambaye kielelezo chake kiko mahala pale. Kumbe ndio maana Wakatoliki wanapokuwa kanisani, wanapoinua macho yao kuangalia msalaba, sio kwamba ule msalaba kielelezo cha ule kwamba ndio kinachowaponya. Wanaponywa na nguvu za kile kielelezo kilichokuweko mahali pale. Hatuabudu sanamu, tunamwabudu yule ambao kielelezo chake kiko mahali pale. Hekima ya Sulemani sura ya 16 aya ya 7. Neno la Mungu linasema, kwa kuwa yeye aliyegeukia nyoka ya shaba aliokoka, si kwa ajili ya hiyo ilivyoonekana, bali kwa ajili yako wewe uliye Mwokozi wa wote. Neno la Bwana. Mshukuru Mungu. Ndugu zangu watakatifu wa Mungu mnaotusikiliza kwenye redio hii, hayo masomo yanasomwa ndani ya Biblia. Na wewe mwenyewe unayesikiliza, kama una Biblia, jaribu sana wewe unaulizia Biblia hii. Yanasoma ndani ya Biblia kwamba wale waliogeukia ile nyoka ya shaba, sio kwamba waliponywa na yule nyoka wa shaba. Aliyewaponya ni yule aliyeeleza kielelezo kile kiwekwe. Hebu kumbuka watakatifu wa Mungu, watu wanaumwa na nyoka, alafu Mungu anamwambia Musa atengeneze ile nyoka wa shaba, amweke juu ya mti, alafu aiangalie ile nyoka ya shaba. Nyoka ya shaba haimponyeshi mtu. Lengo lake Mungu anahitaji kutumia uwezo wake, watu wajue wanapomwabudu Mungu, wanaangalia ni kitu gani ambacho kinachotuokoa. Mungu anawaokoa watu kutumia vielelezo. Kumbe imani yako wewe unapoiangalia ile imani yako, hata wale wa Israeli walipona kutokana na imani yao, kuiangalia kwamba yule aliyesababisha, aliyeiweka sanamu ndiye anayetuponya, na ndivyo ilivyokuwa. Kumbe watu hawaponywi na sanamu, wanaponywa na yule aliyeiweka ile sanamu. Ndio maana Waisraeli walipoiangalia ile sanamu ya nyoka wa shaba, walijua kuwa yeye aliyeamrisha
iwekwe ndiye aliyewaponya. Lakini watu walivyoanza kuiabudu, mfalme Hezekia aliivunja vipande vipande. Hebu tuangalie Wafalme wa Pili sura ya 18 aya 4. Wafalme wa Pili sura ya 18 aya ya 4. Neno la Mungu linasema, alipaondoa mahali pa juu, akazibomoa nguzo, akaikata hiyo Ashera, akaivunja vipande vipande. Ile nyoka ya shaba aliyoifanya Musa, maana hata siku zile wana wa Israeli walikuwa wakifukizia uvumba, naye akiita jina lake Nehushitani. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Watakatifu wa Mungu, naomba hapa tusikilizane vizuri sana. Wana wa Israeli baada ya kusikiliza kauli kutoka kwa Musa, wale waliokuwa wanaumwa na nyoka, na walipokuwa wakiangalia ile nyoka wa shaba wanapona, lakini imani yao yote walijua kwamba wanaponywa na yule aliyeamrisha nyoka ya shaba iwekwe hapo. Sasa ukifuatilia sana, kumbuka baadaye wana wa Israeli walivyokengeuka, wakaanza kuiabudu hiyo nyoka wa shaba na kuanza kuifukizia ubani. Kuwa sasa tumepata Mungu wa kutuokoa. Kilichofuata ndicho hicho ambacho tumekisikia katika somo hili lililosoma. Nabii Ezekiel aliamrishwa na Mungu, alivunja hiyo sanamu vipande vipande, ili watu wasiwe wanaiabudu sanamu. Kumbe basi wanadamu walipotenda dhambi, kupitia mti wa wokovu umepatikana kupitia mti, basi mti yani msalaba, ambao wokovu umepitia, umebarikiwa. Nahitaji nieleze kwa kifupi hapa kabla tujaingia katika neno. Kumbuka kwamba Mungu alikuwa na utaratibu wake, na huo ndio utaratibu wa Mungu, kwamba mwanadamu kutenda kwake kwa dhambi kulitokana na mti. Kumbuka kabisa kama wewe unasoma Biblia, wewe unaonisikiliza, Adamu au Eva alidanganywa na nyoka. Nyoka ilikuwa juu ya mti na tunda lilikuwa juu ya mti. Kwa hiyo dhambi ilitokana kupitia kwenye mti. Sasa Mungu anahitaji atumie vielelezo hivyo vya kumponyesha mwanadamu kwa kuutakasa huu mti ta utakasaji. Wana wa Israeli wanatenda dhambi jangwani, Mungu anatumia mti, anaiweka nyoka ya shaba, mfano wa ile nyoka iliyokuwa kwenye mti katika bustani ya Edeni, ili wana wa Israeli waweze kupona. Ni mti huo ambao Mungu anahitaji sasa kuutumia mti huo kwa ajili ya kumkomboa mwanadamu, kuutumia mti huo. Kumbe basi wokovu hauwezi kupatikana katika njia nyingine, lazima uje upatikane kupitia mti. Tusome kitabu cha Hekima ya Sulemani sura ya 14 aya 7. Sura ya 14 aya ya 7. Akawaua Waedomi katika bonde la chumvi, watu 10,000, akautwaa Sela vitani, akauita jina lake Yokithieli hata leo. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Ndio basi tumelisikiliza neno hilo, kwa maana kimebadilikiwa kile kipande cha mti ambacho kwa nia yake kimekuja uokovu. Watakatifu wa Mungu, Yesu
baada ya kuutwaa mwili wa mwanadamu kwa ajili ya kuwakomboa wana binadamu waliokuwa wamekwisha gandamizwa na dhambi, wamemwasi Mungu. Yesu akazaliwa kama mwanadamu. Sasa atatukomboaje? Atamkomboaje mwanadamu sasa? Kwa hiyo Yesu ikabidi aingie katika mateso. Kwa kuwa dhambi zetu zote hizi zilitokana na mti, na Yesu ikabidi asulubiwe kwa kupitia mti wa msalaba. Ndio maana Yesu alipotundikwa msalabani, ndipo pale ambapo kazi yake ya kuwakomboa watu iliishia hapo. Kumbe watu tunapouangalia ule msalaba, picha ya Yesu au msalaba wa Yesu ambao ndani yake pale pana sanamu iliyochorwa kwa mkono wa mwanadamu, imewekwa juu ya mti. Tuangalie tena somo kutoka Hekima ya Sulemani sura ya 14 aya 7. Kwa maana kimebarikiwa kile kipande cha mti ambacho kwa njia yake kumekuja wokovu. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Kumbe basi neno hilo tunalipata tena katika Hekima ya Sulemani kwamba kimebarikiwa kile kipande cha mti. Ni mti wa msalaba ambao Yesu alitundikwa juu yake, na wokovu wake umekuja kupitia ule mti wa msalaba, kipande cha ule mti wa msalaba. Hapo hawasemi kwamba vimebarikiwa vile vipande. Kumbuka kwamba Yesu aliposulubiwa, umesulubiwa watu watatu, lakini ni kile kipande cha mti wa msalaba alichosulubiwa Yesu ndicho kwamba kimebarikiwa. Kumbe kumbuka sasa, ndugu zangu, wewe unayenisikiliza, Yesu ni Mungu. Yesu ni mfalme. Yesu ni mkombozi wa ulimwengu. Amesulubiwa juu ya mti. Sasa kile kipande cha mti kimebarikiwa ambacho alichokilalia Mungu mwenyewe. Kumbe nasi kama binadamu tunapoinua macho yetu kuangalia msalaba, tunaangalia wokovu uliotundikwa juu ya msalaba, juu ya kipande cha mti. Kumbe sanamu zote ambazo zimo kanisani ni sanamu zinazoonyesha utukufu wa Mungu. Kumbe basi tunaeleza kuhusu swala la sanamu za utukufu zilizomo kanisani. Kumbe kila sanamu ambayo unaiona imo kanisani ni kielelezo cha utukufu wa Mungu. Ni kazi ya mikono ya fundi stadi, lakini ni vielelezo vya utukufu wa Mungu. Hakuna anayeabudu sanamu, hata wewe hapo ulipo, hata kwa akili yako wewe mwenyewe. Msalaba aliyotundikwa Bwana wetu Yesu Kristo, ukiudharau, hauna tofauti na kumdharau yule aliyotundikwa juu ya mti huo. Kwa leo kumbuka kwamba sanamu zote ambazo zimo ndani ya kanisa Katoliki hakuna anayeziabudu, ni vielelezo vya utukufu wa Mungu. Tunachokiamini sisi wa Kristo wa Katoliki ni kwamba sanamu zinatukumbusha. Ukiangalia sanamu ya Yesu unakumbuka mateso yake. Ukiangalia sanamu ya Yesu unajitafakari na wewe mwenyewe, mimi nina thamani gani mpaka huyu Bwana Yesu afe kifo cha namna ile, atundikwe msalabani kwa ajili yangu. Kumbe sanamu ya Yesu inayowekwa kanisani inatukumbusha kutafakari jinsi ya huruma ya Mungu juu yetu sisi binadamu. Kumbe basi leo hii uelewe wewe unayetusikiliza kwamba tupo hapa kwa ajili ya kufafanua sanamu ambazo zimo kanisani. Sisi na walei wenzenu ambao tunahitaji tunazungumza nanyi kupitia redio hii kwamba hatuziabudu sanamu, ni vielelezo vya kutukumbusha uokovu wetu. Tumsifu Yesu Kristo. Baada ya kueleza kupata sanamu hizo za utukufu wa Mungu, basi tunahitajika sasa tuendelee na kipande kingine ambacho kichwa chake cha habari kinasema hivi: tujivunie msalaba, kwani nguvu
kwani ni nguvu ya Mungu. Sisi wa Kristo hatuponywi na kuokolewa na sanamu ya msalaba, bali atuponyaye au kutuokoa ni yule aliyekufa msalabani, yaani Bwana wetu Yesu Kristo. Ninarudia tena, watakatifu wa Mungu, kulisikilize vizuri. Kama nilivyoeleza kichwa chetu cha habari kwamba tujivunie msalaba, kwani ni nguvu ya Mungu. Msalaba ni nguvu ya Mungu. Sisi wa Kristo hatuponywi na kuokolewa na sanamu ya msalaba, bali atuponyaye au kutuokoa ni yule aliyekufa msalabani, yaani Bwana wetu Yesu Kristo. Ndiye anayetuponya, sio ile sanamu, ni yule aliyekufa msalabani. Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza aya 18. Neno la Mungu linasema, kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuuzi, bali kwetu sisi tunaokolewa ni nguvu ya Mungu. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Tumsifu Yesu Kristo, watakatifu wa Mungu. Sasa umelisikiliza hilo neno, kwa sababu neno la msalaba kwa wanaopotea ni upuuzi, bali kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Hebu tafakari sana ndugu. Msalaba umetuokoa. Kwa wale wanaopotea, wasiojua huu msalaba, wanaona ni kitu cha ovyo, lakini kwetu sisi tuliookolewa ni nguvu ya Mungu. Kumbe msalaba ni nguvu ya Mungu. Unapoangalia msalaba, unaangalia nguvu ya Mungu, kwamba msalaba ndio umenifanya niwe hivi nilivyo. Manake mimi nilikuwa ni mtumwa wa Shetani, nimekombolewa kutumia msalaba. Sisi wa Kristo tuone fahari ya kitu chochote, bali tuone fahari juu ya msalaba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kumbe kwa Kristo sisi kitu cha kukipa fahari ni msalaba, sio kitu kingine chochote. Tuone msalaba kuwa ndio wenye fahari, ndio wenye heshima kubwa, ambao kwa huo laana na maovu yetu yamesulubishwa alipoyachukua. Kumbe msalaba, maovu yote yamesulubishwa juu ya msalaba. Kumbe sisi wa Kristo lazima tuonee fahari msalaba, kwamba maovu yamesulubishwa juu ya msalaba huo. Tuangalie Wagalatia sura ya 6 aya ya 14. Wagalatia sura ya 6 aya 14, naye anasema, lakini mimi hasha, nisione fahari juu ya kitu chochote ila msalaba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambao kwa huo ulimwengu umesulubishwa kwangu na mimi kwa ulimwengu. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Watakatifu wa Mungu, angalia neno kutoka katika Wagalatia hiyo sura ya 6 aya 14 aliyotusomea mtumishi. Neno linasema, ninirudie tena kama alivyolielezea yeye, lakini mimi hasha, nisione fahari juu ya kitu chochote ila ni msalaba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Angalia jinsi kitu chenye thamani. Wewe unayenisikiliza, badilika. Wewe unayenisikiliza, msalaba sio kwa ajili ya Mkristo wa Katoliki. Msalaba ni kwa ajili ya mtu yeyote yule. Wewe una dini ya aina nyingine yoyote ulio nayo, msalaba ndio umekufanya uwe hivyo ulivyo mpaka sasa. Ndio umekukomboa wewe, na kusihi sana uamini sana huo msalaba. Bwana wetu Yesu Kristo alisema, anayenifuata ni lazima ajikane na kisha ajitwike msalaba wake
amfuate. Yaani msalaba wa ndani ya moyo au wa matendo. Tufate nyayo zake yeye aliyeteswa akavumilia ili atukomboe. Yaani hata tukipatwa na mateso tuvumilie kwa ajili yake ili tushinde na twende mbinguni. Ndugu zangu, wewe unayenisikiliza, hatuwezi kuiona mbingu bila kumfuata Kristo Yesu, bila kujitwika msalaba, bila kupokea mateso ya Kristo Yesu yakae ndani yako. Utafakari mateso ya Kristo Yesu, huo ndio msalaba. Uyaangalie ya ulimwengu haya, uyaache yanayotung'ang'aniza, yanayotufanya sisi tuwe mbali sana na Mungu. Ndio maana Yesu anasema tujitwike msalaba wake, tujitwike, tuyabebe haya maovu, tuyakane maovu, tumfuate Yesu. Msalaba ni kuyakana maovu. Uangalie msalaba wa Yesu, angalia nyenendo zote za Yesu alizopita nazo, tufate nyayo za Yesu. Tutasoma pia ili kuweza kujua kwamba msalaba wa Yesu Kristo ni kiumbe kipya ndani ya maisha yetu. Tutasoma Wagalatia sura ya 6 aya ya 11 na kuendelea. Tazameni ni kwa herufi gani kubwa nimewaandikia kwa mkono wangu mimi mwenyewe, wote kao onekana ni wazuri kwa mambo ya mwili, ndiyo wanao mshurutisha kutahiriwa makusudi, msihudhiwe kwa ajili ya msalaba wa Kristo. Hilo tu, kwa maana hata wao wenyewe waliotahiriwa hawaishiriki sheria, bali wanataka ninyi mtahiriwe wapate kuona fahari katika miili yenu. Lakini ni mimi hasha, nisione fahari juu ya kitu chochote ila msalaba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambao kwa huo ulimwengu umesulubishwa kwangu na mimi kwa ulimwengu. Kwa sababu kutahiriwa si kitu wala kutotahiriwa, bali kiumbe kipya, na wote watakao enenda kwa kanuni hiyo, amani na iwe kwao na rehema, naam, kwa Israeli wa Mungu. Tangu sasa mtu asinitabishe, kwa maana ninachukua mwilini mwangu chapa zake Yesu. Ndugu zangu, neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na iwe pamoja na roho zenu. Amina. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Nadhani mmesikiliza watakatifu wa Mungu kutoka tena katika sura hiyo ya Ibrania ambayo tumesikia hivi sasa msomaji ametusomea. Wana wa Israeli walikuwa wanajivunia kuhusu ya tohara, kutahiriwa. Ni kwamba walikuwa wanajiona kwamba mtu aliyetahiriwa ndio mwenye nafasi atakaye kwenda mbinguni. Wakang'ang'ania mambo ya kimwili, lakini neno la Mungu linawaambia kutahiriwa si kitu kikubwa. Ni huyu aliyekuja kutuokoa, aliyekuja kutufia msalabani, ambao ni Bwana Yesu. Ukimfuata Bwana Yesu, ukaacha mambo yote ya malimwengu, ndipo utakapokuwa umeokolewa. Ndio maana neno hilo linatusisitiza sisi watu wa Mungu tusizame sana na mambo ya kilimwengu. Tumwangalie Yesu, tumwangalie Yesu. Ndio maana neno linazidi kuelezea hapa kwamba wale wasiokuwa na imani ndio wanaoona kwamba msalaba ni upuuzi. Na waalikeni sana wote mnaotusikiliza, tumrudie Yesu,
Tumrudie Yesu. Msalaba ni wokovu wetu. Msalaba ni wokovu wetu. Kutahiriwa bila kumjua Mungu si kitu. Ndio maana Yesu anatusisitiza tujitwike msalaba, tufuate nyayo zake ili tuweze kubadilika. Tuangalie msalaba wa Yesu. Tumwangalie Mathayo sura ya 16 aya 24. Mwinjili Mathayo sura ya 16 aya ya 24. Neno la Mungu linasema, wakati huo Yesu aliwaambia wanafunzi wake, mtu yeyote atakaye kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake anifuate. Kwa maana kwa kuwa mtu atakaye kuiokoa nafsi yake ataipoteza, na mtu atakaye poteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Watakatifu wa Mungu, mmelisikiliza neno kutoka Injili ya Mathayo hiyo sura ya 16 aya 24. Yesu anatualika mtu yoyote akitaka kumfuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake anifuate. Msalaba ni nini? Ni kuchukua yale yote ambayo wewe uliona kwamba kwako wewe yanakufaa kuwa ni starehe zako za ulimwengu. Kujitwika msalaba tena vile vile ni kuchukua yale yaliyokuwa mema unayakana ya kidunia, ndipo utakapomfuata Yesu. Maana unajikana. Kujikana ni kukana mambo yote ya kidunia unayoyaona kwamba kwako wewe yatakupotezea kupata ufalme mbinguni. Jikane haya. Yako mambo mengi sana ya kidunia. Ndio maana Yesu anasisitiza hapa kujikana. Ujikane mwenyewe. Jiulize na mimi nijiulize, ni mambo gani ambayo yamekushika ya kidunia hii? Umeacha kuufuata msalaba wa Yesu. Umeacha kujitwika msalaba wa Yesu. Ni starehe gani zimekutawala? Uzikane. Kama ni mahali zimekutawala, zikane. Kumbuka kwamba yako mambo mengi sana ambayo yanaweza kuwa yamekushika yakakufanya wewe usijitwike msalaba wa Yesu. Wanawezekana ikawa ni mkeo au ni mumeo anakupotosha usimfuate Yesu. Unahitaji ujikane, umwangalie kwamba huyu ni mtu anayekupeleka katika njia isiyo sahihi. Uacha starehe za dunia ni msalaba. Tafakari maisha yako, tafakari maisha yangu. Yesu anatuonya tujitwike msalaba, tumfuate Yesu. Kumfuata Yesu sio kwamba ni lele mama. Kumfuata Yesu ni kazi moja kubwa sana ambao ndani yake ina mateso. Unavunja urafiki, unavunja uhusiano, unavunja kila kitu ambacho kwako wewe ulikiona kwamba ni starehe. Achana na mambo ya kiulimwengu. Yesu anakuita leo umfuate Yesu. Yesu anakualika leo, achana na hivyo vikwazo vilivyokung'ang'aniza vya dunia hii. Vipo vitu vingi sana tukisema tuvichambue hivi sasa. Ili uchukue msalaba wa Yesu, kataa mambo yote ya zinaa, kataa mambo yote ya anasa, kataa rushwa, kataa kila kitu chochote kinachokupeleka pabaya. Hivyo ndivyo Yesu alivyovikataa. Ndio maana akakubali kutundikwa msalabani. Ninakualika wewe unaonisikiliza leo, achana na mambo ya ulimwengu. Achana na mambo ya anasa. Kila jambo lolote kwako wewe unaloliona kwamba unalipata tu hivi tu, achana nalo. Achana na mambo ya kidunia. Yesu amenyosha mikono yake msalabani. Maana yake anakuita akupokee. Kwamba njoni wote
Ukiuangalia huo msalaba, tafakari katika pale kwenye msalaba. Uangalie pale kwenye msalaba. Ile sanamu itakufundisha. Kanyosha mikono, anakupokea. Angalia alivyo sanamu alivyoinamisha kichwa chini. Anatuhurumia. Twende kwake. Angalia yale matone yanayodondoka juu ya ubavu wake, damu na maji. Anakuita, ananiita mimi atuoshe kwa damu hiyo na maji yake. Sanamu, msalaba wa Yesu ni kielelezo cha ukombozi wetu. Hakuna picha, sanamu yoyote iliyomo kanisani inatufundisha vielelezo. Yesu ni Mungu. Hakuna kipingamizi chochote katika tamshi hilo kwamba Yesu ni Mungu. Hakuna kipingamizi chochote, ndivyo tunavyoamini. Lakini kumbuka, huyo Mungu anauchukua mwili wa udhaifu wetu, anateseka msalabani kwa ajili yetu sisi binadamu. Alafu unaudharau msalaba. Wewe ni nani? Wewe ni nani wewe unayedharau msalaba wa uokovu ambao umetukomboa? Kumbe basi, na kualika kuanzia sasa, sanamu zilizomo kanisani haziabudiwi. Ni vielelezo vya utukufu wa Mungu. Ni Mungu mwenyewe anaamrisha wanadamu aliowaumba, wale aliowapa hekima ya kuwa wana sanaa, mafundi stadi, wanazichora hizo sanamu kuziweka katika nyumba ya Mungu, vielelezo vya kufundishiwa. Watu wanafundishika kwa ajili ya sanamu. Tunafundishika kwa ajili ya sanamu. Kumbe sanamu ni nguvu ya Mungu. Sanamu ni nguvu ya Mungu. Nikupe pengine ushuhuda fulani kuhusu msalaba, kwamba Shetani ambaye ni malaika muasi anauheshimu sana na kuogopa sana msalaba. Shetani ambaye ni malaika muasi anauheshimu sana msalaba. Shetani hawezi akasogea kwa msalaba. Na wewe ambaye kama una msalaba uko nyumbani mwako, kama hauna msalaba nyumbani mwako, hebu chukua huo msalaba, peleka kwa wachungaji wakaubariki, mapadri waliopewa mamlaka, wakaubariki huo msalaba, weka ndani yako ya nyumba yako. Shetani anauogopa msalaba. Msalaba umewaokoa watu wengi sana. Msalaba. Tumesikia hayo yote ambayo tumealikwa katika mafundisho haya, kwamba tunapaswa kufuata hayo ambayo Yesu anatualika tuweze kuyafuata. Lakini tukiongozwa na neno lake Yesu mwenyewe alipokuwa akizungumza nasi, maana tunapozungumza ni mimi na wewe sasa. Wanafunzi wa Yesu ni mimi na wewe. Masharti ya Yesu ambaye anayatoa ili tumfuate yeye ni hayo ambayo tumesikia yamezungumzwa. Kujikatalia yale ambayo mambo tulikuwa tumeyathamini katika maisha yetu na kufuata hicho ambacho Kristo ametualika tuweze kukiishi. Lakini tutasoma kuanzia kama tulivyoweza kusoma hiyo aya ya 24, lakini aya ya 25 na kuendelea yenyewe inaendelea kutuzungumzia namna sasa ya kujiandaa ili tuweze kuondoka. Masharti ya kumfuata Yesu. Tutaanza na hiyo aya ya 24 hadi hiyo aya ya 28. Anasema, wakati huo Yesu aliwaambia wanafunzi wake, mimi na wewe, mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake anifuate. Kwa kuwa mtu atakaye kuiokoa nafsi yake ataipoteza, na mtu atakayepoteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona. Kwani atafaidiwa nini mtu
akiupata ulimwengu wote na kupata hasara ya nafsi yake? Au mtu atatoa nini badala ya nafsi yake? Kwa sababu mwana wa Adamu atakuja katika utukufu wa Baba yake pamoja na malaika zake, ndipo atakapomlipa kila mtu kwa kadri ya matendo yake. Amini nawaambieni, pana watu katika hawa wasimamao hapa ambao hawataonja mauti kabisa hata watakapomuona mwana wa Adamu akija katika ufalme wake. Neno la Bwana. Sifa kwako e Kristo. Ndugu zangu penzi wasikilizaji wa Tabora FM, wote tunaalikwa kujikana, tuyakane hayo mambo ili tujitwike mizigo yetu tumwendee. Katika ulimwengu wa sasa kumekuwa na mambo mengi ambayo kwamba neno la Mungu halina mwanga kabisa katika maisha yetu au katika jamii inayotuzunguka, kulingana na utandawazi, kwamba unapoonekana pengine uko katika kuabudu, unakuwa wewe unaonekana ni mtu wa zamani. Watu wanakwenda katika ulimwengu wa kisasa. Lakini wokovu, tumesikia kwamba mtu atafurahi atakapokuwa na wokovu, lakini hana uzima. Hivyo ndivyo tunavyohitimisha kipindi cha Halmashauri Walei kwa siku hii ya leo. Mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa kipindi kingine. Nikushukuru wewe ambao umekuwa nasi kuanzia mwanzo mpaka sasa. Tunahitimisha kipindi hiki. Kwa niaba ya wale wote ambao umewasikiliza kwa siku hii ya leo, mimi naitwa Faustin Madilisha. Tukutane wiki inayokuja. Tumsifu Yesu Kristo. Niweze kueleza upendo